Miongoni mwa maboresho yaliyowasilishwa kwa klabu na kuidhinishwa, cha kwanza ni kuweka tafsiri sahihi ya Simba Sports Club Company Limited kuwa ni kampuni iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni itakayoshughulikia shughuli za kibiashara za kiutendaji za klabu, huku umiliki wake wa hisa ukiwa wa ubia kati ya baraza la wadhamini la klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama na wawekezaji kwa mujibu wa sheria na maamuzi ya halali ya mkutano mkuu. Katiba hiyo imeweka bayana kuwa hisa za klabu zitamilikiwa kupitia baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama. Katiba hii pia imeimarisha muundo wa baraza la wadhamini lenye wajumbe wasiopungua kuanzia 5 hadi 7 watakaomiliki na kusimamia mali za klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama. Kuweka wazi kuwa mkutano mkuu ndio chombo chenye mamlaka ya kudhibiti uteuzi na kuondoa wajumbe wa baraza la wadhamini. Kuweka muundo wa kuimarisha ndani ya bodi kwa kuzingatia uwiano wa umiliki wa hisa kati ya wanachama na wawekezaji, huku angalau zile 51% ya hisa zikiendelewa kumilikiwa na wanachama kwa mujibu wa kanuni ya 18A kubwa, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni ya sheria ya Baraza la Michezo la Taifa, tangazo la serikali 422 la mwaka 2017. Ni muhimu kusisitiza kuwa muundo huu umeboreshwa ili kuendana na uwiano wa umiliki uliokwisha pitishwa na mkutano mkuu na si kuanzisha mfumo mpya wala kubadili maamuzi ya wanachama. Sababu sasa zilizotusababisha sasa kutoa idhini ya katiba hii. Kutokana na maelezo haya hapo juu niliyoyaeleza, ofisi ya msajili imetoa idhini ya marekebisho hayo imetolewa kwa sababu zifuatazo. Kwanza, marekebisho hayo yanaendana na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa sura ya 49 na kanuni zake. Pili, yanaimarisha utawala bora, uwazi na uwajibikaji. Tatu, yanazingatia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali aliyoutoa kwa klabu ya Simba tarehe 12 Mei 2025, aliyoshauri hivi: kuwepo kwa kampuni moja itakayohusisha uendeshaji wa klabu ya Simba ambayo ni kampuni ya Simba Sports Club Company Limited. Hisa za kampuni hii ya Simba Sports Club zitamilikiwa kwa ubia. Pia mwanasheria mkuu wa serikali katika ushauri wake alishauri kuwa hisa za bodi ya wadhamini zilizokuwa zinamilikiwa na Simba Sports Club Holding Company Limited kwa sasa zitapaswa kuhamishwa na kwenda kwa wanachama kupitia bodi ya wadhamini. Kufika kwenu, tunaamini kwamba ujumbe utakaofika au utakaowasilishwa kwenye jamii utakuwa na madhumuni mazuri, hautakuwa umelenga kuharibu au kupotosha jambo lolote, kwa sababu lengo ambalo tunataka kulizungumza ni zuri, lenye manufaa, ambalo litatuwezesha kuondoa kwenye fikra nyingine kuja kwenye fikra ambazo naamini zinaleta utulivu na amani katika sekta ya michezo. Huo ndio wito wangu. Sasa ndugu wanahabari, naamini wote tunakumbuka mapema wiki hii tarehe 16 Februari 2026, Mheshimiwa Ponda
ambaye ni Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo alinielekeza mimi kama msajili wa vyama vya michezo nchini kuhakikisha kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba unahitimishwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za usajili wa vyama vya michezo kabla mwezi huu haujakwisha. Maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri yalikuwa ni ya kusisitiza na kuhakikisha kuwa hatua zote za kisheria za kiutawala zinakamilika kwa wakati kwa maslahi ya klabu, wanachama wake na maendeleo ya michezo kwa ujumla. Napenda kufafanua kuwa mchakato huu wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba umepitia katika michakato mingi. Kwanza uchambuzi na tathmini na uidhinishaji wa marekebisho ya katiba. Sasa haya yote yalikuwa yameshafanyika. Mchakato huu tayari ulikuwa umeshachakatwa. Ulibaki mchakato mmoja ambao ulikuwa ni kuwakabidhi klabu ya Simba katiba yao, kwa sababu katika michakato tulionayo kuna michakato wanawasilisha katiba. Baada ya hapa tunakuwa tunawasiliana na klabu na uongozi kupata ufafanuzi tofauti ili kuhakikisha katiba hii inakuwa inabeba yale madhumuni yaliyokuwa yamekusudiwa. Kwa hiyo katika mchakato huo, mchakato wa mwisho kabisa ni wa kukabidhi katiba, ambao unapokabidhi katiba hiyo unahakikisha kwanza uongozi wa klabu ya Simba una sign, unakubali kwamba haya ndio marekebisho sahihi na yamebeba yale maudhui waliokusudia kwenye fomu maalum ambayo wana sign, ambayo tayari sasa kupitia maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri, ofisi ya msajili imeshakamilisha hatua hiyo ya mwisho ya kukabidhi katiba na kupokelewa rasmi, ambayo katiba imeidhinishwa. Kwa hiyo katiba ya klabu ya Simba imeshakabidhiwa kwenye uongozi wa klabu ya Simba. Kwa msingi huo, napenda leo tarehe 18 Februari 2026 kuutaarifu umma kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa umehitimishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria na kanuni wa vyama vya michezo